Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo CAS, ambako kuna sakata la klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kilichoweza kujili mara baada ya bodi ya ligi kuu kuijibu klabu ya Yanga barua yake ambayo ilikuwa pamoja na mambo mengine inataka ipewe alama 3 na mabao 3 kwenye mchezo ulioahirishwa tarehe 8 Machi 2025, ambapo bodi ilisema mechi iliahirishwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu Simba waligomea kama ambavyo Yanga walisema. Sasa majibu hayo ndio yalifanya Young Africans kuweza kufikia huku ambako wamefika kwa siku hii ya leo, ambapo walipeleka malalamiko yao katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo CAS, ambako wakipinga juu ya majibu ambayo yaliweza kutolewa na bodi ya ligi. Sasa majibu ya CAS kupitia FIFA yameweza kutolewa kuhusiana kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya hatma ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nafahamu ya kwamba mpaka sasa bado haijatambulika ni lini mchezo wa dabi ya Kariakoo utachezwa, kwa sababu ukiangalia katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika michezo ambayo imesalia kwa upande wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans ni michezo 4 tu ambayo imesalia mkononi, ikiwa bado mpaka dabi mpaka sasa haijaweza kuchezwa, huku klabu ya Simba wenyewe wakiwa na michezo takriban 8 ambayo hawajacheza kutokana na hapa nazungumzia kuwa katika ushiriki wa mashindano ya kimataifa. Sasa CAS wamekuja na lipi jipya, mimi nimekusogezea hapo utakwenda kujua, ila kabla tujaendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Bana, katika yale ambayo yaliweza kuwa yakiendelea, ambapo klabu ya soka ya Young Africans ambayo inaelezwa katika barua ambayo ilitoka kwenye bodi yenye kurasa 3 na vipengele 12, bodi iliwaambia Yanga mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo kukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huo ambao ziliendelea, na kwamba maafisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakifanya shughuli za mechi Benjamin Mkapa waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee, jambo ambalo Young Africans kama unakumbuka waliweza kukaa sana pale na wakiwasubiri Simba, lakini hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea kama ilivyoelezwa, ambapo zilifanywa ili kuipa timu hiyo alama 3. Sasa kile ambacho kinachoendelea, inaelezwa kwamba Young Africans walikwenda hapa nazungumzia CAS kwenda kulalamika kuhusiana na mwenendo wa bodi ya ligi TFF na klabu ya Simba, ikitajwa katika sakata hili la kuweza kugomea mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Kile ambacho kimeweza kujili, unaambiwa bodi aiza ambao waliita kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji wa usimamizi wa ligi baada ya kupokea ripoti tofauti zenye mfululizo wa matukio uliojenga msingi wa mgogoro uliotokea tarehe 7 Machi usiku pale Benjamin Mkapa, wakati Simba wakitaka kufanya mazoezi. Kutokana na umuhimu na unyeti wa taarifa walizopokea, zingine zilitisha usalama, vitisho, tuhuma za rushwa ambazo zinachukuliwa kwa umuhimu na upekee kwenye soka, kamati iliona umuhimu wa kuahirisha mechi ili kuepuka changamoto za hivyo. Kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, inaelezwa kwamba ndio Young Africans wakaona haya yote ambao wameweza kujili, pengine majibu aweze kuyapata katika kile kinachoitwa maliziano ya busara, huku klabu ya soka Young Africans ikihitaji kanuni iweze kutumika kwa kile ambacho kilichoweza kujili katika siku hiyo. Sasa klabu ya soka ya Young Africans ambayo inaelezwa
inaelezwa imetumia zaidi ya shilingi milioni 110 kufungua kesi yake katika mahakama ya usuluhishi, kasi ambayo kwa sasa inaendelea huku kinachosubiriwa kwa sasa ni kupokea yale majibu ambayo yatakaweza kuamua ni nani ambaye ana makosa na nani ambaye hana makosa, na vipi mchezo wa dabi ya Kariakoo utapaswa kurudiwa ama utapaswa kuendelea kwa kugawa pointi kwa yule ambaye ataonekana hana kosa katika hili. Kwa hiyo mpaka sasa wajumbe wa kasi ambao wanakutana mara kwa mara juu ya kuweza kujadili swala hili ambalo liko mezani kwa wakati huu, ambapo inaelezwa kwamba pengine kwa kile ambacho kinachoendelea huko kasi, kutokana na uzoefu wa kesi ambazo zimewahi kufika katika shauri kama haya ambayo ya watu kugomea mechi na nini, unaambiwa wajumbe wanasema kwamba pengine mambo ama sheria ikiweza kubana vizuri na kuweza kanuni kusimamiwa, huenda inaelezwa kwamba klabu ya Simba huenda wakakutwa na hatia katika sakata hili. Na mbali zaidi inaelezwa kwamba hofu ya yote haya na kuomba busara itumike pasipo kanuni ni kuhofia kuweza kushushwa kwa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa klabu ya Simba kushushwa daraja kutokana na kile ambacho kilichoweza kutokea. Hofu ndio inazidi kuwa kubwa katika sakata hilo ambalo mpaka sasa linazidi kuchukua sura mpya, ikiwa mpaka sasa unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans, Simba Sport Club, TPLB, TFF waliweza kuitwa na mheshimiwa waziri, wakakaa kikao ambacho kilikuwa ni kizito kweli juu ya kujadili mwenendo wa haya ambayo yanayoendelea kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, kuweza kutafuta suluhu ya nini ambacho kifanyike. Lakini baada ya kikao kile walipotoka Young Africans, wao walieleza msimamo wao juu ya kile ambacho wanachokitaka. Wakasema ya kwamba bado wanaendelea kushikilia jambo lao liko pale pale, kwamba hawachezi mchezo mwingine tofauti na ule ambao waliweza kucheza, huku klabu ya Simba wao wakisema ya kwamba msimamo wao wanataka dabi ichezwe. Wako tayari muda wowote kama klabu ya soka ya Young Africans itaweza kukubaliana na hilo, basi wenyewe wako tayari muda wowote TFF wapange tarehe watapeleka timu uwanjani. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao na mashabiki zao wanaendelea na wimbo mmoja kwamba hatuchezi. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia yapi atakayoweza kujili, kwa maana kikao kile ambacho walichokaa na mheshimiwa waziri haikutolewa majibu ya moja kwa moja kwa kile ambacho kilichoweza kupatikana pale, na ilielezwa kwamba kikao kile hakikuwa na lengo ya kuweza kutoa maamuzi ya yale ambayo yaliweza kutokea, bali kilikuwa kinatafuta njia ya kuweza kupata suluhu kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Si maneno yangu, yalikuwa ni maneno ya rais wa Young Africans alipokuwa akiweza kuwaelezea mashabiki wa Young Africans ambao walikuwa nje ya dimba la Benjamin Mkapa, kwa sababu mkutano ulifanyika pale katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo mashabiki walikuwa nje huku viongozi walikuwa ndani katika kumbi za mikutano wakiweza kuzungumzia juu ya sakata hili, ambapo kila mmoja alikwenda na akatoa ya kwake. Simba waliwasili wakatoa ya kwao na Young Africans wakatoa ya kwao. Viongozi wa TPLB, TFF walikuwepo na wenyewe wakazungumza ya kwao mbele ya mheshimiwa waziri, lakini majibu wakasema watakuja kuyatoa. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kusikia kuhusiana na kikao cha mheshimiwa waziri na majibu kutoka huko kasi, ambao Young Africans inaelezwa wamepeleka shauri lao na inasubiriwa kwa hamu juu ya kuweza kusikia hatima ya kesi hii ni nini. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.